Asante sana Mheshimiwa Juliana Daniel Shonza kwa majibu hayo. Sasa tunaenda swali namba 41, bado tuko wizara hii ya habari. Linaulizwa na Mheshimiwa Maulid Saidi Mtulia, mbunge wa Kinondoni. Je, serikali ina mpango gani wa kuimarisha sekta ya michezo kwa kuandaa wakufunzi wa michezo, kujenga viwanja vya kisasa na kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya michezo? Swali hilo linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Juliana Shonza. Michezo, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Maulid Saidi Mtulia, mbunge wa Kinondoni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha sekta ya michezo, serikali imeendelea kutoa mafunzo ya aina mbalimbali yanayohusu taaluma tofauti za michezo. Kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, elimu ya michezo hutolewa kwa ngazi ya shahada kupitia idara maalum ya Physical Education and Sport Science. Aidha, kupitia Chuo cha Maendeleo cha Maria mkoani Mwanza, serikali inaendelea kutoa mafunzo ya utawala katika michezo pamoja na ukufunzi katika michezo mbalimbali katika ngazi ya stashahada, Diploma in Sport Administration and Coaching, ambayo hutolewa kwa muda wa miaka miwili. Mheshimiwa Spika, swala la ujenzi wa miundombinu si la wizara peke yake, ni letu sote, ikiwepo sekta binafsi na halmashauri zote nchini. Mheshimiwa Mtulia, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa fursa ya kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu waziri, lakini nina maswala yafuatayo. Mheshimiwa Spika, hivi sasa kuna mwamko mkubwa sana nchini Tanzania kwa wazazi kutaka watoto wao washiriki kwenye michezo, hasa ikichagizwa na mafanikio aliyopata kijana wetu Mbwana Samata kucheza katika ligi ya Uingereza. Na Mheshimiwa Spika, mimi sasa hivi ni timu yangu Aston Villa, Mheshimiwa Spika. Lakini kuna tatizo kubwa la vifaa vya michezo kwa wananchi wetu ili kuweza kushiriki vizuri michezo. Je, serikali ina mkakati gani kuhakikisha vifaa vya michezo ya michezo yote Tanzania vinapatikana kwa urahisi ili wazazi wachochee mchakato wa kuwa na wanamichezo wengi nchini Tanzania? Mheshimiwa Spika, swala la pili, wizara imesema swala la ujenzi wa viwanja ni vya wadau na halmashauri, na halmashauri ya Kinondoni imeitikia wito huo kwa kuja na ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu pale Mwenge, na vile vile kuna mchakato wa kujenga kituo cha malezi ya watoto ili tupate wachezaji bora kabisa. Serikali inatoa kauli gani kusaidia juhudi hizi ili wanaoonyesha nia ya kuleta mabadiliko ya soka wapate kusaidiwa? Majibu ya maswali hayo mawili, Mheshimiwa naibu waziri michezo, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kinondoni kwa sababu amekuwa ni mdau mkubwa sana wa masuala ya michezo, lakini nadhani hiyo inatokana na kwamba jimbo lake ni jimbo ambalo lina wanamichezo wengi pamoja na wasanii wengi. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mheshimiwa mbunge anafanya kazi nzuri sana na wananchi wake wanajivunia hilo. Lakini kija sasa kwenye maswali yake mawili ya msingi, swali lake la kwanza amezungumzia kwamba ipo changamoto ya vifaa vya michezo. Mheshimiwa Spika, na mimi nikiri kwamba ni kweli kumekuwepo kuna changamoto ya vifaa vya michezo, lakini kama serikali hatujakaa kimya, na tunao sera yetu ya michezo ya mwaka 1995 ambayo inazungumza kwamba swala zima la ujenzi wa viwanja pamoja na miundombinu yote ya michezo ni swala la serikali, lakini vile vile kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo kwa upande sisi kama serikali, Mheshimiwa Spika, sasa hivi kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara tumekuwa tukihamasisha sana wafanyabiashara mbalimbali waendelee kuagiza vifaa vya michezo kutoka nje, lakini kama haitoshi, kama wizara vile vile kwa kupitia sera yetu ya awamu ya 5 ambayo ni sera ya viwanda, tumekuwa pia tukihamasisha sana wawekezaji wa ndani pamoja na wawekezaji wa nje kuanzisha viwanda vya vifaa vya michezo, kwa sababu tunatambua pamoja na kwamba vifaa vinakuwa ni adimu, lakini pia changamoto kubwa imekuwa ni masuala ya kodi. Kwa hiyo hakuna namna nyingine ambayo tunaweza tukafanya kuondokana na tatizo hili. Lazima sisi kama nchi tuonyeshe kwamba tuna vifaa, tuna viwanda ambavyo vinahusiana na uchakataji wa hivi vifaa vya michezo. Kwa hiyo mikakati ipo na sisi kama wizara tunaisimamia hiyo mikakati, na tunakuahidi kwamba Mheshimiwa mbunge, tatizo hili kwa kadri ambavyo miaka inavyozidi kwenda tutaenda kuweza kulifanyia utatuzi. Lakini pia swali lake la pili
amezungumza namna gani ambavyo halmashauri ya Kinondoni imeonyesha jitihada. Mheshimiwa Spika, nikiri kwamba ni kweli halmashauri ya Kinondoni imekuwa ni mfano katika kuweka miundombinu ya michezo, na natambua kwamba pia halmashauri hiyo sasa hivi inamiliki timu ya KCMC. Kwa hiyo namna gani ambavyo wanaonyesha kwamba wana jitihada kubwa ya kukuza sekta hii ya michezo. Kwa hiyo mimi niseme sisi kama wizara kwa kupitia TFF tumekuwa tukiunga mkono jitihada kama hizi za wadau kwa kuwapatia vifaa mbalimbali pamoja na nyasi pamoja pia na vifaa vingine, na hayo tayari yameshafanyika kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mimi nimuombe Mheshimiwa mbunge kwa kushirikiana pia na halmashauri ya Kinondoni wapeleke maombi TFF namna gani ambavyo waangalie kwamba namna gani ambavyo wataweza kusaidia hivyo vifaa ili uwanja uweze kukamilika. Na nikuahidi kwamba Mheshimiwa mbunge, sisi kama wizara tutakuwa pamoja na wewe kuhakikisha kwamba uwanja huo unakamilika, lakini vile vile support ya serikali kupitia TFF iweze kuonekana. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana. Nimekuwa na Mheshimiwa Cecilia Paleso, lakini wewe sio mwana michezo bwana. Haya, uliza swali lako. Labda mpenzi wa michezo. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Ni kweli soma na mchezo lakini nawakilisha wana michezo. Watanzania wote leo tunamshangilia na kumfurahia Samata kwa kusajiliwa na hiyo timu ya Uingereza. Mheshimiwa wabunge wanataka kujua timu gani hiyo? Inaitwaje hiyo timu? Aston Villa Mheshimiwa Spika. Na amesajiliwa kwa sababu ya jitihada zake mwenyewe. Hasa inatuambia Watanzania kwamba tunaweza kuwa na Samata wengi kwa kadri inavyowezekana kama serikali ikiwekeza vya kutosha kwenye michezo. Sasa kwa nini serikali isianzishe sports arena kwenye majiji makuu kama ambavyo wanafanya nchi ya Rwanda ili kuwatoa Samata wengi? Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, Waziri wa Habari, Michezo, Tamaduni na Sanaa. Majibu. Mheshimiwa Spika, nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kujibu maswali vizuri sana ya michezo. Mheshimiwa, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Paleso kama ifuatavyo. Sasa hivi kutokana na juhudi za serikali pamoja na wananchi wenyewe, tuna wachezaji 22 wanacheza nje ya nchi yetu, wanacheza kimataifa, sio Samata peke yake. Na hii inatokana na uelewa tuliopata wa Tanzania kwamba vipaji hivi havipatikani ukubwani, unaanzia huku chini. Ndio maana serikali inaingia gharama kila mwaka kuendesha mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA kwa shule za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Spika, nimalizie tu kwa kusema vile sasa hivi wito wetu wa kushiriki kila mtu kujenga viwanja miundombinu, sio tu Kinondoni imeitikia, hata vilabu binafsi kama Simba Sports Club wanajenga viwanja viwili Dar es Salaam vya nyasi bandia pamoja na nyasi za kawaida, viwanja vizuri mimi kuvitembelea. Lakini si hivyo tu, mkoa wa Arusha unaongozwa na stahili pongezi. Halmashauri ya jiji la Arusha sasa hivi umejenga Ngarenaro, kiwanja changamani kizuri ambacho kuna netball, basketball, pia soka. Lakini vile katika kata nafikiri ya Sinoni kuna Mtanzania ambaye anaishi Marekani anajenga kiwanja kizuri sana cha michezo, imefikia 90%. Nitoe wito kwa vijana wetu pia wanaoishi Ulaya, nje ya nchi, waige huo mfano, wasishinde tu kwenye mitandao ya jamii. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri sana kutia moyo. Umesahau tu kwamba kule Ruangwa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu pamejengwa kiwanja kimoja kizuri sana kwa ajili ya michezo pia. Lakini pia kwamba ni kweli kwamba Simba wanajenga kiwanja cha kisasa kabisa. Sasa sijui wale wengine wanasubiri nini, wale wengine wale. Kuiga inaruhusiwa jamani. Wizara ya Katiba na Sheria. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.